tushirikiane katika kujenga kanisa la Bwana, kanisa la Bwana, injili ene pote Bwana, kanisa la Bwana. Ndugu zangu, familia ya Mungu, leo katika Dominika ya 5 ya mwaka wa kanisa, neno la Mungu linatufundisha na linatualika kuitegemea neema yake inayotuwezesha kuwa taa na chumvi ya ulimwengu. Kwa ajili ya nini? Taa na chumvi ya ulimwengu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu na wokovu wetu. Katika somo la kwanza kitabu cha nabii Isaya yanaanza maneno, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Kwa hiyo wapendwa, na kuna maneno haya yaliyo mwongozo kabisa, na watu wakiyaona matendo yenu mema waweze kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Tunaomba Mungu atujalie kuwa nuru na chumvi ya ulimwengu. Nuru na chumvi ya ulimwengu ni chachu kwa ajili ya kuelekea kwenye mafanikio. Chumvi inatunza ili kusudi vitu dhidi ya uharibifu. Vivyo hivyo sisi pia tunaalikwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu tuweze kuwa mitume wa habari njema ya Kristo inayotunza ndani mwetu kwanza uzima wa ubinadamu wetu ambao Mungu ametuumba kwa upendo wake, hadhi yetu, mipango yetu, afya yetu na mengine yote yaliyo katika ubinadamu. Lakini pia chumvi iweze kutunza ndani mwetu hali ya kuwa watu wa imani. Tusipotee wala kupoteza hadhi yetu na lengo la Mwenyezi Mungu la kutuumba, la kuishi naye katika heri ya milele mbinguni. Kwa hiyo chumvi inapotamkwa hapa ni neema ya Mungu inayotuwekea uzima ndani mwetu, tena uzima ambao ni uzima wa milele tunaoanza kuishi tukiwa hapa duniani, na kinachotuwezesha ni neema ya Mungu peke yake. Ndugu zangu, Mungu ana majina mengi, na majina ya Mungu ni sifa yake. Kwa mfano, Mungu ni Baba, ni sifa ya mzazi. Mungu ni Muumba, ni sifa ya yule ambaye kutoka kwake sisi tunapata uzima. Na Waisraeli nyakati za zamani, kwa sababu Mungu ni mtukufu, walikuwa wanaogopa kumwita Mungu kwa jina lake, yaani Yahwe, kwa sababu ya utukufu wake, wakawa wanamwita kwa sifa zake. Na sifa mojawapo kubwa kabisa ni hii inayokuwa inawekewa mistari katika mafundisho ya Dominika hii, ni mwanga. Na Mungu kwa neno lake sisi tumeumbwa. Tena neno lake ndio lililofanya vitu vyote vya mbinguni na duniani. Na neno hilo linavitegemeza hivyo vitu katika makusudi na malengo ya Mungu viweze kufikia hatima yake ya kuwa na Mungu katika umilele, ya kumtumikia Mungu na kuitumikia enzi yake ili utukufu wake uonekane. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi nafsi zetu tuziweke tayari na tuziweke hai kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa njia ya kuwa nuru na chumvi ya ulimwengu. Katika kuwa chumvi kwa kutunza utu, ubinadamu wetu, imani yetu, karama zetu,
tuzitunze tu, si kwa ajili iwe hazina, bali katika kuzitunza tuweze kupata nguvu itakayotusaidia kutekeleza yale yaliyofundishwa na yaliyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili watu waweze kuona matendo yetu mema, wamtukuze Mungu. Kwa hiyo tunaomba Mungu atusaidie, na hasa kwa namna ya pekee katika maandalizi ya maadhimisho ya miaka 100 ya Ukristo katika parokia yetu. Kila mmoja jitahidi sana, amekuwa chachu ya kutunza na ametunza vitu na imani na utu hapa duniani, tena kwa ajili ya umilele na utukufu wa Mungu. Kwa kiasi gani? Kila mmoja ajione anadaiwa. Kila mmoja aone kwamba mchango aliyoutoa au vile anavyokuwa kwa ajili ya utunzaji wa mafumbo na mafundisho ya Mungu na malengo na makusudi ya Mungu katika maisha yetu, aone kama bado haitoshelezi. Pia Mungu ni nuru, nayo nuru yawaangaza watu, na tena nuru inaleta furaha. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe nuru, tuwaongoze watu, tuongoze kuelekea kwenye njia ya Mungu, na watu kwa njia ya matendo yetu mema waweze kumtukuza Mungu Baba yetu aliye mbinguni. Tunaomba Mungu abariki jumuiya zetu zijipange vizuri, ziongee maneno ya Mungu, kwa sababu maneno ya Mungu tunapoyaongea, hayo ndiyo yanayotujenga sisi katika kuwa taa na chumvi ya ulimwengu. Tuyatende yote vema, ili kusudi Mungu Baba yetu aliye mbinguni aweze kutukuzwa katika nafsi za watu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Waamini wote tushirikiane katika kujenga kanisa la Bwana, Injili ene